وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake dhahir na batin, na yeye ndio anastahili kuhimidiwa na kushukuriwa, kwani ndio mneemeshaji wa hakika, kama Allah alivyosema, ma bikum min ni'matin fa min Allah, zote mlizonazo katika neema zinatokana na Allah tabaraka wa taala. Na neema kuu ni hii neema ya Uislamu, neema ya darsa ambao tuko nayo na tumetokana mbali, alhamdulillah, na Allah tufikishe kudumu nayo na tufisha hadi kwa watu katika hali ya neema utafutaji wa elimu na kushikamana na sunna. Ikhwa, naimiza mara kwa mara kwamba tumshukuru Allah kwa neema, hususan neema yetu ya darasa hii, neema adhim, na naimiza utulivu, kushikamana, kupendana na kujitahidi kwa hali zote, kujitahidi kwamba neema hii ihifadhike. Tumetoka mbali. Kwa wale ambao hawajui asili ya hii darsa, asili ilikuwa ni ibara ya darsa ambao ilianza katika msikiti mdogo hapo unaitwa Masjid Rauba, dogo hapo, wengi mnafahamu kwa sababu wengi mlikuwa mnashiriki katika darasa hiyo. Na pale kutokezea kwa sababu baadhi walikuwa wanaleta tashwishi, kuja katika darasa anauliza maswala, sio unasemaje kuhusu khitma, unasemaje kuhusu maulidi, unasemaje kuhusu kadha dua baada ya swala, unasemaje, yani tashwishi ile ndio kwamba tuachemshe watu alafu wakasirike, wanatuletea mambo gani? Wazee walikuwa wanakasirika. Qaddara Allah wa ma shaa faal. Ndani ya kipindi hicho ikhwa, tulikuwa natoka Gongo la Mboto ahiana kwa daladala, na baada ya wakati kwa pikipiki, imma daladala au pikipiki, tunakuja katika darasa. Mara alikuwa sina usafiri kwa daladala, jioni ndo daladala. Hiyo hali ilikaa kwa muda, akakadiria aliyokadiria Allah subhanahu, tukafanywa msitini pale vurugu, tukawa tumetolewa. Na maana kwa hapa historia na maana yangu taeleza. Tulipotolewa tukaingia katika msikiti mdogo, kuna wengine hawafahamu na wengine ni wapo, wao muelewe tu muhtasari. Tukaingia baada ya kutolewa, darasa kayumba. Mimi kwa rai yangu nikasema la, mimi kwa rai yangu nikasema darasa kama tumetolewa pale, tusiue darasa, tusome hata nyumbani, darasa iendelee, Allah atajalia khair. Kwa rai yangu, sijashawishwa na mtu. So kwa kuna watu tumeshirikiana katika na Leonardo tukisoma njiani, lakini mimi nilijawaza tusome hata nyumbani, na nikapita tukahamia nyumbani. Baadhi ya watu walikuwa wamekataa kuja kusoma katika nyumba mtu, na baadhi ya watu walinifuata wakinilaumu, kwa nini unafundisha nyumbani kwa mtu, usiende ukafundisha misikiti imejaa? Na kuna baadhi ya rekodi nazo au baadhi ya ikhwa nazo, kuna masala na kama hivi kwa nikiajibu darasani. Vipi hukumu ya mtu kuacha kufundisha misikiti na kufundisha nyumbani kwa watu? Ilikuwa mazingira magumu tofauti na watu wanavyodhani. Lazima kheri itapatikana, acha tuendelee. Wanaondaomba baadhi ndugu zangu tuko nao katika dawa paka matuma, kwa nini wewe ndio kuna kaza inaonekana wewe yani matuma, na kipindi hicho hakuna posho yoyote ninayopewa. Hakuna mtu aliyokuwa analipa posho siku kwa mwezi, kuna pesa imewekwa alipo mwalimu, hakuna abadan. Kama posho imekuja kwanza baada ya kuhamia hapa msikitini na baada ya mimi kutolewa Albania. Sawa? Na dakika hizi sitaki kueleza hilo, na alikuwa kuna mtu anajua hivyo. Sawa, lakini nazungumza wazo tulopitia mpaka tulipofika. Hakukuwa na posho. Ikitokezea kwa hela nini si madha mafuta kidogo, shehe tasaidia kidogo, na mawali pekira walikuwa wameshiriki, lakini si kwa maana posho shahari, kuna fungu chukua mwalimu, hakuna abadan. Muda wallahi wa billah, Allah ni shahidi, na anasema kama kuna posho aliuleta ushahidi, na aseme posho ilikuwa kiasi gani kwa mwezi,
nazungumza kilillahi, na Allah anajua leo ndani ya moyo wangu. Sawa? Sikupenda kuzungumza, lakini nazungumza kutoka tueleze wabo uliopitia mpaka tukafikia sehemu. Wakadokezea watu wakawa na kheri kwamba wanataka kusudia kuweka wakfu sehemu kwa ajili ya mzazi wao ili papatikane msikiti na darasa ziendelee. Wale wakafuata sehemu waloleza, lakini kafanya kikao. Ndani ya kikao watoaji wa eneo hili wakazungumza kwamba shekhe utakuwa unasimamia darasa pale na mambo ya dawa yote utasimamia. Sawa? Mwingine ambaye ni Hassan anasimamia sala ujenzi na yote ambao wanahusiana na masuala ya kimali. Ikaenda harakati za ujenzi, watu waliposikia ujenzi unaanza wakaenda kuweka stop order, msitu ukasimamishwa karibu mwaka, nadhani nakumbuka. Karibu mwaka mzima umesimama. Mpaka Allah akakadiria watu wakafuatia huko na kule, msitu ukajengwa. Katika ujenzi unaanza ikatoka rai kwamba patafutwe taasisi ishiriki katika kupata kibali cha ujenzi. Ikachaguliwa taasisi ya Albir ambayo taasisi ya hujaji hiyo kwa ajili ya kibali, sio kama msitu wa Albir, kibali tukitolewa kibali ujenge, ukishajengwa utasajiliwa, msitu utasajiliwa, mtasajili wenyewe. Alhamdulillah, msitu umejengwa, tumehamia, darasa zinaendelea. Nimemaliza kusoma mwaka 2007. Mwaka 2008 nimekuja huko Dar es Salaam nakusudia, sio hapa. Tumeenda nadhani toka wale wanakumbuka labda karibu mwaka 5 tokea tulinyuma, pamoja na miaka hapa mingine miaka 5 nyuma au zaidi, tupo katika dawa. Toka namaliza kusoma kuanzia 2008. Baada ya kumaliza kusoma 2007, 2008. Hii nukta hii. Vijana ambao wanasimamia dawa Umar bin Khattabi walikuja na daura. Wakanifuata tufanye daura. Nikamwambia daura mnafanya hapa? Akasema nafanya katika msitu wa Umar, msitu wa Morogoro, msitu wa Irshad. Nikamwambia ule msikiti pale ninapofahamu mimi pale msikiti wa kiharakati, wanakuja watu wa bid'a pale wanazungumza, nyinyi watu wa sunna mnafanya daura pale, mimi sitohudhuria. Nikawakatalia. 2007 2008 walikuja na nikakataa, kwa sababu nafanyaje hapo daura katika msikiti, watu wenyewe wanachanganya dawa hapo. Unajua mnakaa mara kuja Maulana si mtu gani anazungumza mambo ya kiharakati, mnafanya dawa ya sunna. Nikawakatalia. Mkani kwa Albani endesha dawa. Hiyo 2009 tayari kuna kadhia baina ya Sheikh na nani na mashekhe wa mamlaka. Na mimi pale nafahamishwa kwa nipo pale na najua nashirikiana nani. Tokea miaka hiyo. Jalia 2008 mpaka leo 2021. Hawa ekho ambao wako Jangwani hao kiasia sio kina imamu si mujahidi hao. Toka kipindi hicho tuna mizozo juu ya mimi kufanya dawa na watu Albani. Mwaka 2017 nimekwenda hija. Baadhi ya ekho wametayarisha safari ya hija na ikutayarisha labda kwa tayarisha kumsasanga. Baadhi ya ekho wametayarisha hii, wengine watoka Arusha, Moshi, huko wengine twendeni hija tukende. Kufika hija ikafanya jitihada kwamba nikutanishwe na hawa ambao wanasema vibaya mimi. Kama huyo imamu, kama mujahidi, Kasim Mafuta, Muhammad Mafuta, Jafari, akina Udais walikuweko, wengi walikuweko, mimi kwa peke yangu. Wakijenga hoja kwamba mimi nitaraje katika misomo leo, na nikamwambia nisemesheni hoja za kielimu katika hayo mnazungumza, lakini hoja za kielimu zungumzeni, kwa maana hoja ya kielimu katika lipi na lipi na ushahidi. Tukashindwana, wakasema tutakupeleka kwa mashekhe. Sikioni hiyo nukta. Wameshindwa kwamba hawakuwa na hoja, wakasema watanipeleka. Hii sizungumzi mara ya kwanza, hii narejea toshe kuzungumza kwa alishindwa wao kusimamisha hoja, akasema tutakupeleka kwa mashekhe. Tukifika Madina tutaenda kwa mashekhe. Kufika Madina menga muda zaidi ya wiki 2 tunapitana, wao wanapita tu, huyu kapita, hamna kwa shekhe wala nini, mpaka nimerudi sana. Toi kutokezea darasa zetu alhamdulillah zinaendelea kama mnavyoona, wanafunzi mnakuja, hamna shida. Hatuna shida katika msikiti wetu, wala kuna vurugu yote, wala hakuna mtafaruku wote, dhahiri yake iko hivyo. Imekuja watu fulani wametahadharisha msikiti wetu huu kwamba watu wasije wakasoma kwa sababu kuna nini? Kuna bid'a. Bila kudhihirisha bid'a gani? Mimi nikajibu na kuwasema, miongoni mwa waliosema ni hawa watu. Hawa watu ndio watu ambao washirikiana na taasisi ya Birri au
ambao unawataja. Kwa ndugu yangu ambaye tumekabidhiwa mamlaka, kama mimi ni mtu wa dawa na wewe ni mtu wa mali, hili likachukiza Allah. Ingawa sasa limekuja likapambikiwa kwamba kuna kadhia nyingine kaingia kwa Kasim sina mambo yake kaingia Imam Kasim. Lakini mimi nasema kwamba mimi nilikuwa mamlaka ya kusimamia dawa. Mara moja Juhaifa aliswalisha swala ya tarawih akakaa sijda ndefu. Watu wote wakalalamika hakuna aliyefuatwa, nilifuatwa mimi na mimi ndo nikazungumza hapa kwa kweli sawa. Vijana ikitokezea jambo la ibada tatizo nafuata mimi nakuja nazungumza na sawa. Kwa maana watu wote wanafahamu masuala ya ibada nani mzungumzaji msamiaji ni mimi. Masuala yote ni ya kwangu. Simefahamu iko. Hii ndio ibara ambayo ataigusia. Sasa ulipohamia hapa tukaa tumependekeza. Na mimi ndio nilopendekeza. Ingawa sasa hivi watu wanajitoa akili. Wanasema hakuna upendekeza, sio mimi. Walikuwa wanasalisha hapa wakati nahamia miongoni kwa kusema Khalifa Abdalla Khalifa alikuwa anasalisha nadhani walikuwa kama 3-4 kwa hivi kama nafasi. Kapendekeza kwamba masuli alikuwa anataka kusafiri kuondoka zake Pemba, kaambia subiri tabaki utakuwa muadhini Salum atakaa anafundisha watoto, Masunani Kasim atakuwa ndo anasalisha. Nimependekeza kwa sababu kama msimamizi wa dawa. Imetokeza kutokezea kadhia za Kasimu ni kadhia za mitaani ambao sisi haturiziki katika dawa. Binafsi siriziki. Kadhia za mitaani haziriziki katika dawa. Kwa hiyo nimetoa mauko kwa Kasimu asemeshwa kwa imam. Na sababu kwanza Kasimu hajahifadhi Qur'an. Si katika hafidh Qur'an. Na Mtume anasema awaongoze nyinyi ndio hifadhi Qur'an. Sababu ya pili Kasimu anatuma ambao ziko mitaani. Sababu ya tatu Kasimu ni kama ngazi inofanywa katika mtafaruku wa msikiti. Kwa hiyo namtoa tamko kwamba Kasim darasa langu kwanza simtaki. Ifikisheni habari. Darasa kwangu asije. Jambo jingine wasala imamu kana simamia dawa ni wasala imamu la. Hatuwezi kupata imamu ambao wanatuma ili ingawa kwamba watu wanatetea shauri yake na Mola wake, lakini kwa ajili ya kuhifadhi kituo hapa. Nimezungumza hii kwa sababu nimeletwa barua makubaliano ameelezwa. Watu wamekubaliana, si watu wa familia watoto eneo wakakubaliana na Hassan wawili, kuna saini ya Hassan, kuna saini na mmoja katika wao. Hii barua wengine mkituna tunakaa hapa tunashika vitabu hivi qala Allah qala Rasul, yani mnahitaji kusema darweshi, wengine mnahitaji kwa sisi madarweshi. Hatujui lolote katika mambo ya ulimwengu, yani si wajinga yani wengine wanajua hivi. Huyu hajasoma hata darasa la 3 hajafika itikadi zenu. Wallahi msifikirie hivyo. Tunatadharisha msifikirie hivyo. Sisi tumepitia uko sekula. Kuna mambo tunayajua. Haya mambo waandishi vipi tumesomea. Hatakuwa wajinga. Tunafahamu. Na vipengele baadhi hata wanaosoma sheria wanajua kwamba atakaposoma sema haiko sawa. Barua imeletwa ni barua tumeandika, haina kitu cha habari, haina tarehe. Kikaona nikakaa na nani, hakuna ushahidi. Alafu naomba ni makubaliano baina watu wameamua kwamba Hassan ndio msimamizi wa kila kitu. Msikitini kila kitu, kuanzia mashehe, walimu, maimamu, kila kitu. Hii mashehe mnaonaje? Iko sawa? Haiko sawa, na nazungumza sarahatan uwanjani kwenu, nazungumza sijakaa na mtu pembeni, nazungumza kwenu hapa. Haiko sawa. Jambo lilozungumzwa mle kwamba mimi atakuja na mwingine Abdalla Khalid atakuja hapa na yafundishi. Hii darasa nani? Hii darasa la wasi nani? Mimi sijaidhinisha na sijatoa amri hiyo na wala sijakubali hilo mimi kama mimi. Alafu mtu anakaa huko anasema kubaliana anataka kumleta mwalimu. Ni kwa wanafunzi nao liko sawa. Wewe una darasa yako hapa ndoke tu mtu alete mwalimu uko sawa. Hata wewe sio mimi. Wewe uko tayari una darasa yako atoke tu mtu asije kwanza sasa wewe mwalimu mwenzio. Iko sawa? Kwa hiyo tutakapozungumza kuna watu watataki kwamba sisi na nini tunataka kusababisha vurugu. Lakini tuulizane binswafu. Kwa ule uadilifu kabisa. Hili jambo liko sawa ndugu zangu. Nyinyi ndio wanafunzi wenzangu hapa na sio nakaa. Haliko sawa.
hata kama mtu atajikaza kwa aliko sawa na mimi ni kila kitu, lakini masuala ya ilmu ya dini kuna watu wake. Wewe hujasoma dini. Masuala ya ibada kuna watu wake. Wewe si mtu wa taaluma ya kuzungumzia masuala ya ibada, wala masuala ya imamu mashekhi sio ya kwako. Mwenye elimu ndo anamjua nani mjinga. Mjinga hamjui nani mwenye elimu. Mwenye elimu anaweza kumjua mjinga kwa sababu kabla ya elimu alikuwa mjinga, lakini mjinga huwezi kumjua nani ana elimu kwa sababu wewe kupitia kwenye elimu. Sawa? Kwa hiyo usikatae kwamba kuna watu wamesoma, lakini je, hao wako sawa nafsi? Kwa sababu unazungumza hao ni watu albir. Watu albir wako na Umar bin Khattab. Watu Umar bin Khattab wananitukana mimi. Ushahidi nao. Kwa klipu zao wananitukana. Ingana mimi na majibu na jibu. Lakini iweje mimi nimeumwa, nimepata ajali zaidi ya miezi 3. Darasa imesimama. Mlikuwa mtaki kusoma? Mbona hakuletwa mwalimu? Miezi 3 zaidi nimekaa darasa hamna, msita hapa watu sawa kuondoka, hamna wanafunzi. Hakuleta mwalimu hata ile kwa kutania tulete mwalimu, hakuna lugha hata kutania. Baada ya kuonekana kuna hali za mtano labda hivi mtu nataka kuleta mwalimu. Iko sawa? Sasa kuleta vurugu. Kwa hiyo nani yule ambaye anasababisha hizi fitna? Kwa nini kwa bana mkutano huu na kwa nini iwe hivyo? Kwa nini yani baada ya kwamba tutengeneze hizi hali, yule aliyokosea kama pana maamuzi alioamua ni nani, alioamua ni fulani ndio anasimamia jambo fulani, uamuzi wake uko sawa. Leo muamue mtoe mafeni yote, mimi siwezi kuuliza sababu mimi halinusu. Toeni mafeni yote, toeni si mtoe tasi, mimi hainusu. Isipokuwa ikija masuala ibada umeharibu ile unanihusu nitakufuata. Imamu iliyofanya sasa hii kwa sababu lawama zarudi kwangu. Kwa mamlaka haya kuingiliana kimamlaka ndio tatizo. Sasa lugha zilizoko mitaani kumkabidhi msikiti Mswahili ni shida sana. Na ushahidi ikitajika nitauleta. Lugha hizo kumswahili mkabidhi msikiti, ukimkabidhi Mswahili ni tatizo. Hii ni lugha tunaweka pembeni. Wengine wanapata achana na wale, njoo sisi ndugu zako, lugha hiyo. Achana na huyo shekhe, achana naye, sisi ndugu zako, wewe njoo kwa udugu na nini? Udugu baina udugu na dini. Yaani mtu baada ya kuunga mkono dini anasema udugu wangu siwi. Sasa wanasema kufa Waswahili ni shida, mbona ikitokezea shida ya hela kuna wazee wengine wa Kiswahili mnafuata kusua hela kwao? Kwenye dini ndio tatizo, lakini kwenye hela si tatizo, Waswahili mnafuata, sio? Kwa hiyo hii hali ipo, lakini sura iliyopewa sio sura halisi. Kadhia Kasim Mhemsiki na hii kadhia hii ni kadhia kipindi kile nilipokuwa nimemfanyia radio wale jamaa, ndio mpaka Hassan akazungumza pale akasema na miaka 15 wa jamaa hawezi kuachana na jamaa. Lakini hakusema hawezi kuachana mimi. Wale hawezi kuachana nao kwa sababu kule kuna mambo ya kwao wanajua. Lakini nachowapa hii taasisi ya birri ni taasisi ya hija, sio taasisi kwamba ni dawa, ni taasisi ya hija. Sasa tulio waalam kwamba panalazimishwa papatikane taasisi, sijui baadaye kwa sababu kuna mabosi hapa wana maujaji wao labda nini, baadaye pengine matangazo ya hija, mapeperushi ya hija, ofisi za hija, tulio waalam. Lakini nazungumza kwa manyinyi kama darasa, watu wa darasa mna wajibu wa kujua. Usizungumze tu uko ndani uko chini alafu nakuja kutokezea nyinyi hamjui. Mtakuja kulaumu mimi. Kwa nini kukutuambia sasa nalifikisha kwenu hili? Na kuna watu wanalikokoteza na kuna watu wanatumika. Wanojijua, wanajijua lokujijua natumika. Lakini mimi napata hadhari kwamba hii ni dini. Anotumika kuchangia mawazo, anotumika kushiriki, ajue kwamba hii ni dini. Una mchango wa maneno, una mchango wa ushauri, ni dini. Tumetoka mbali na idasa imetoka mbali, tumepata shida mbali. Ogopa machozi ya wanafunzi. Ogopa machozi ya wanafunzi. Yakikudondokea machozi ya wanafunzi jua kwamba umeteketea. Kwa sababu hata kaa wazee wanaacha shughuli zao wanakuja darasani, wazee watu wazima, kina mzee Mchada tumetoka na huko, kina mzee Kombo, kuna mzee, yani wazee tunatoka huko hapo mpaka leo. Alhamdulillah. Allah analipa kwa kheri yao. Kwa sio darasa kama darasa labda zinakuja kufundisha mambo ya kihuni. Toka tumeanza mimi nasema mtu klipu zangu zote za darasa hili alete kosa hili la kiitikadi, nimezungumza itikadi batili, kosa moja, ima nimefundisha ibada sio, itikadi sio, manhaji aliyokuwa sio, dawa nilizungumza sio, hata kama ni muhadhara au kalima. Lete, mimi nitataraja ni mwanadamu nakosea. Lakini kama vile mivutano baina ya watu wa dawa na baina ya watu fulani, kuna mivutano, watu wana mambo yao, biashara zao, yani iko hivi. Sio dawa hakuna mivutano akhi. Dawa inaingia mivutano kwa sababu ya watu kuwa na tamaa fulani. Na tamaa fulani kwa tamaa ya mali,
watu kutokuwa na insaf, wametanguliza tamaa juu ya dawa, kulingania dawa au kutengeneza dawa. Hii ndio sisi tumetoka huko Albania kwa sababu matatizo kama hayo. Alafu mtu anakuambia kila anakokwenda anatolewa, kila anakokwenda hakubaliana na mtu. Sikubaliani kwa sababu mambo ya kijinga kama yanatokezea, mimi sikubali kunyamaza. Mambo ya kijinga yanatokezea sinyamazi, na ndio maana kwamba wengine wanashindwa anaondoka zangu. Lakini sina maana kwa anaondoka, tunabaki tupo hapa, hatuondoki kwa sababu dhamana ilikuwa imetolewa na wenye eneo kwamba mimi nasimamia dawa. Kwa hiyo siwezi kutoa hiyo dhamana kwa sababu ni sadaka tunjaria kwa mzazi wao, na mimi nimebeba hii amana, naendelea kubaki. Wale wenye eneo watakaosema bwana ondoka kwa vile labda kuna wao, lakini sio kwamba eti umpa mamlaka yako wewe naambia niondoke, haiwezekani. Kwa hii nukta nimesema nifikishe kwa sababu kuna kitu kimeletwa, nimekirejesha kwa sababu naona sio barua kama nasema agreement letter, si mnaita ni circulation. Sasa hii agreement letter iko hivyo, haina tarehe, haina kitu cha habari, haina nani shahidi kama ni wakili na nikagua muhuri, hamna hiyo kitu. Hiyo barua ikoje hiyo? Ni matamko tu mmeandika tu hivi, nyenyewe tumekubaliana wawili mmetia saini, basi ushahidi uko wapi? Nani kashuhudia? Nani kikao cha maamuzi, labda mukhtasari wa kikao uko wapi? Ala kulli hali hili nasema nimefikisha kwenu mkae mutafakar, na nimefikisha kwenu hili ni kama sehemu ya da'wa na ni sehemu ya kituo ambacho nyenye kinawahusu. Dawa kama dawa Allah amekadiria ifanyike maeneo Msasani, si lazima ifanyike hapo. Kama tutamua mwenye kuamua, kuna maeneo Allah atakadiria atapatikana. Kama tutamua, wale ambao wataamua kwa ubabe bila hoja ya kielimu. Mimi nataka hoja ya kielimu, kosa langu nibainishwe kwa hoja ya kielimu. Sisi uone hoja ya kielimu lete mtakiri, nimekosea katika hilo, nataraji watubu ila Allah. Lakini tu mkae upate wewe ngize maneno, uingize huyu maneno, la, hii si haki yake. Hii ni dawa. Siko kwa biashara hapa. Wala siko kama vile wengine wanadhani labda niko hapa kwa ajili ya maslahi ya dunia. Siko hivi. Hakuna maslahi ya dunia wala sina biashara. Nimekaa hapa, kilichoniweka ni dawa tu. Na bila shaka Allah anajua nia zetu na anajua dhamira zetu, na Allah atahifadhi dawa. Dawa kuondoka sehemu kwenda sehemu, usikuharibika kwa dawa. Mtume amehama Makka, kama Madina, dawa imekuwa nzuri. Kama Makka, kama Madina, dawa imetangamaa. Kwa hiyo kuhama sehemu kwenda sehemu, usikuharibika kwa dawa, ni kutengamaa, bali dawa inapata nguvu zaidi. Kwa kama watu wanafanya mchezo, waendelee na harakati zao za kutaka kunitoa, ndo lengo maana. Na kuzungumza sarahatan, wanaendelea na harakati za kutaka kuniondoa, lakini njia wanayotumia sio sahihi, na uongo wanaoueneza sio sawa. Sio kazi ya Kasimu. Mimi mtoto mdogo, sikuzaliwa mwaka 2000, labda mwaka huu mnaoita mwaka digital. Tumezaliwa huko. Sawa? Hatukuzaliwa katika miaka kucheza kompyuta huko na akili zetu timamu. Yaani unapozungumza pengine macho tu hivi, kada wazee zamani wa kupima homa, kupima na mkono, tuambiwa na malaria huyo. Naam, kwa hiyo tunafahamu sisi watoto wadogo tuchezee akili kiasi hicho, na muumini kama muumini hachezee akili. Kazi ya Kasimu sio kabisa, lakini tu nasema kwamba mfikisheni ujumbe Kasimu darasani kwangu, la asije. Kwa sababu adabu wanaonyesha usikubaliana nao, na sina wanafunzi hao toka nimeanza kufundisha. Sina wanafunzi ambao wanakosea adabu hivi. Allah tuwafikishe, alhamdulillah. Naam. Mimi bwana una swali moja. Naam. Ile genge la watu wachache wameweka kikundi cha watu wawili. Inawezekana vipi kama sheria inasemaje juu watu hao kwamba inaweza kuwafanyia mkapa kwa sababu watu wachache kusumbua sio wote. Sheria inasemaje hiyo? Swala mukata baada nasiha, kumfanya mukata Muislamu baada nasiha kaonekana kwamba hataki kutaraji, yani inajuzu. Baada ya kumesanisha hoja amekuwa nasiha, hataki kunasihika, inajuzu kumfanya mukata yote yule ambaye anaonekana hataka kuharibu dini ya Allah, lakini baada ya nasiha. Naam. Usimame hapo. Lakini sasa tunaona kuna watu ambao wanatukana, ambao wanazungumza maneno mengi, kama sio wanasiangoni mmoja. Kuna mataifa ambayo akhi nasema mimi kwamba alikuwa na hoja, alete hoja yake hapa. Tuko darasani kila siku hapa, na hoja aje hapa azungumze, ila kwa nafasi ajizungumze. Hajaziwa mtu hapa kufikisha hoja katika ambazo zitakuwa nasaidia. Hoja yoyote aliyokuwa nayo anakuja hapa anazungumza. Hamna hoja, watu wakae endelee na darasa. Someni. somo ndio umemzuia Kasimu peke yake, lakini kuna wengine wapo
Ala kule hali tunaanza na ile ambao ni nukta mzozo. Nukta mzozo ni unaanza au wengine Allah atadhihirisha wanapojificha kama hapo Allah atadhihirisha na Allah ndio mafikisha. Hivi dia wetu alikuwa hajapata. Simameni hapa inshallah tuendelee darasa kesho. Alhamdulillah.